Naam, karibuni tena watazamaji ili tuendelee na uchambuzi wa habari za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kutendeka hapa nchini Kenya. Naibu Inspector Generali wa Polisi Eliud Lagat yupo taabani. Tangu kifo cha Albert Ojwang kitokee akiwa kizuizini kule jijini Nairobi Central Police Station, huyu Eliud Lagat amekuwa kimya. Hajaweza kuonekana mahali popote. Yeye ndio alikuwa mlalamishi mkubwa katika yale makosa ambayo Albert alikuwa ameyafanya. Na sasa huyu Eliud Lagat amepotea, azungumzui lolote, ili hali yeye ndio chanzo cha haya mambo yote ambayo yanafanyika sasa hivi kule jijini Nairobi. Vile ambavyo unaona vijana wa Gen Z wanazidi kuandamana, ni shinikizo wakimtaka huyu Eliud Lagat aweze kuvunja kimya, akamatwe na aresign, kwa sababu yeye ndio mhusika mkuu ama mshukiwa mkuu kwenye mauaji ya Albert Ojwang. Sasa hivi watazamaji wangu, tunapozungumza kuna maofisa kadhaa wa polisi ambao wameweza kukamatwa. Hapo jana tulipata ripoti kutoka kwa polisi ya kwamba James Mukwana ndio mmoja ya washukiwa ambao huenda walihusika kwa njia moja ama nyingine kwenye mauaji ya Albert. Na sasa hivi yuko kizuizini na leo amefikishwa kule jijini Nairobi mahakamani. Hapo anaendelea kushtakiwa sasa hivi kwa kuhusika kwenye mauaji ya Albert Ojwang. Lakini swali kubwa ni je, huyu naibu inspector generali wa polisi yuko wapi? Mbona hataki kulizungumzia ili jambo, ili hali linamuhusu yeye kwa pakubwa? Yeye ndio alikuwa mlalamishi ya kwamba kuna habari ambazo zilikuwa zimechapishwa pale kwenye mtandao wa kijamii ambazo zilikuwa ni za uongo, ni habari ambazo zilikuwa zinamhusisha yeye, habari ambazo hazikuwa za ukweli. Watazamaji, kutoka Albert atoke kule manyumbani kwao, kulingana na ile ripoti ambayo tulikuwa tunaipata kutoka kwa maofisa wa polisi, ni kwamba alipelekwa mpaka Central Police Station. Lakini kuna habari zingine ambazo zimekuwa zikiibuka zikisema kwamba huyu Albert kuna mateso ambayo aliyapitia kule Karura Forest. Kabla hajafikishwa Central Police Station kule jijini Nairobi, kuna sehemu nyingine ambayo alifikishwa alafu akapelekwa Central Police Station, ambapo alifikishwa akiwa hali mahututi. Na walipoona ya kwamba halikuwa hali mahututi, ndio walianza harakati za kumpeleka kule Mbagathi Hospital. Lakini hakufika Mbagathi Hospital akiwa hai, aliaga akiwa njiani. Na sasa kifo chake vile ambavyo kiliweza kutokea bado kinazidi kuzua maswali mengi miongoni mwa Wakenya. Na sasa huyu naibu inspector generali wa polisi Eliud Lagat ndio yupo taabani. Maji nataka niwapeleke pale mahakamani muweze kujionea vile hali ilivyo sasa hivi, ambapo huyu mshukiwa anaendelea kusikiza kesi yake kuhusiana na kifo cha Albert. Lakini kwanza watazamaji, na waomba wewe kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics, ujiunge nami kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. On tamper with evidence on the station. Have you attached any evidence showing attempted interference? But I did depound in my statement. I did depound in my statement that interference. We are only asking a simple question. Yes. You depawned because you have material that made you depawn. Have you attached those materials before the court? Is it a yes or no? No. Thank you. Paragraph 30. What are you looking for? Paragraph 30, another reason? Other witnesses. Ah. The investigation is an applicant needs to interview other witnesses, including police officers from the station. And the respondent, being a police officer, if released on bail, is very likely to interfere with and influence the witnesses. You are saying you want to interview police officers? Yes. We'll go one by one. Okay. The first limb is that you want to interview the police officers. No, other witnesses. There are other witnesses. Yes. And you have identified some of them are police officers. Yes. And confirm his rank is just a mere police constable. He has no authority over any police officer in this country. I can't say that for sure, because what I've depounded my statement is that this thing was planned and we have not reached there. Let us go systematic. Yes. I've asked a simple question, that he will interfere with police officers
and I've asked you this question, the lowest rank in the police, National Police Service, is a constable. And that constable has no power over any other. Some of my witnesses are also constables. The same rank with me. He can influence them. He can't influence them. Have you produced any evidence to that effect? Not. Thank you. Let's move to the next one. He says, he is likely to interfere. Have you put anything to show that? As an attachment? Yes. No. We'll be concluding that that is apprehension later. Let's move further. Look at paragraph 31. Yes. What are you telling the court? That the crime was planned, executed due to the seriousness of the offense, and the completeness of the investigations will require more time to carry out investigations. This is a very serious crime. True? Yes. Is there any crime that is lesser than any other crime? Under what parameter do you decide this is a serious crime, this is a light crime? Have you provided that? The sentences imposed, that the sentences that each offense carries actually show the seriousness. Kindly confirm that this is an offense of murder. Yes. Which carries what sentence? Up to mandatory sentence of death. You are aware murder suspects can be jailed even for 1 day? Yes, depending on the discretion of the court, but it carries a maximum sentence of death. Let's proceed. Paragraph 32. What are you telling the court? Key witnesses are police officers wielding police powers who from key persons involved are police officers wielding police powers who have engaged in a web of complex cover-up employing the blue codes of silence and will require time to unravel the complex web through conduct investigations. And if released on bail, the respondent is likely to interfere with investigations. You have said the police, the National Police Service, roughly as how many police officers? I'm not sure. Roughly. 100,000? The whole nation. I'm not sure. There are more than 100,000. And you confirm that they have a blue code of silence. Watazamaji wa Kenya wamechukua hatua nyingine ya kuelekea mahakamani, na kuna petition ambayo imepelekwa mahakamani sasa hivi, petition ambayo inamtaka naibu inspector generali wa polisi aweze kuondolewa ofisini. Hiyo ndio kesi ambayo sasa hivi imefikishwa kule mahakamani, ambapo tutatarajia uamuzi ambao utatoka kule mahakamani kuhusiana na huyu naibu inspector generali wa polisi ambaye inasemekana huenda alihusika kwenye kukamatwa na kuteswa, hatimaye kuuawa kwa Albert Ojwang mikononi mwa maofisa wa polisi. Petition filed at High Court seeking the removal of Deputy Inspector General Eliud Lagat following arrest, torture and death of Albert Ojwang in police custody. Watazamaji wazungu wanasema ya kwamba justice delayed is justice denied. Kadri siku zinavyozidi kusonga kuhusiana na kifo cha Albert, ndivyo hivyo haki inaendelea kukosekana. Kwa hivyo ingekuwa ni vyema, ili swala tayari limejiweka wazi ya kwamba Albert hakujiua na kuna watu ambao walihusika kumuua. Kwa hivyo hizi ripoti wakati zinazidi kujikokota na haki kupatikana, ni jambo ambalo linazidi kuwafanya wananchi wajawe na hasira na kuendelea kuandamana kule jijini Nairobi na maeneo mengine tofauti hapa nchini Kenya. Watazamaji, nitakomea hapo, lakini sijui maoni yenu ni gani kuhusiana na vile ambavyo mnaona hii kesi ama haki kwa Albert inazidi kujikokota. Zaidi ya siku 5 sasa, bado hakuna hatua yote ambayo inaonekana serikali imeifanya kwa
mhusika mkuu ambaye ni naibu inspector generali wa polisi Eliud Langat. Hebu niachie maoni yako hapo mtazamaji, na kabla sijatamatisha ningependa kukumbusha tena mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Politics, ujiunge nami kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.